Mi nilikuwa na swali kidogo, Ndio. ni kwamba Mhm. mm, ndo kugundua sentiment. Mm. Mfano hapo tulivyokuwa tunapitia ndo katika hizo scenario, unatakiwa Mhm. uwe unafanya kwenye kila trade ambayo utataka, yani ni moja ya analysis ambazo zinatakiwa uwe unafanya kabla ujaingia trade. Tuseme kwamba kiuhalisia kabisa, ah, lazima kwanza uwe na kitu ambacho umekihofia cha kwanza, yaani pawepo na mazingira ambayo yatakupelekea uanze kufanya analysis pana ya mfumo huu, kwamba yawezekana kuna nyuzi umeisikia ama ah, umeingia kwenye chati ukakuta mambo hayaendi, yaani ukakuta kuna mparanganyiko wa cross asset. Pale ndipo utatakiwa sasa uweze kufanya intensive sasa analysis ambayo itakupelekea sasa kuweza kugundua tatizo, kwa sababu ah, kuna wakati mwingine hivi, kwa sababu tunafanya replay tu, ndio maana vinaonekana kwamba ah, ni virahisi kuweza kunani, kwamba na hizo replay zimezingatia nini? Zimezingatia sasa kwamba kulikuwa na majanga kipindi hicho, kulikuwa na nani. Ndio maana tarehe tunapozitafuta tunazitafuta tarehe sio randomly, tunazitafuta tarehe ambazo zilikuwa na matukio. Kwa hiyo kusema kwamba mambo ni kwamba nini kitakuongoza kuweza kunani hiki, cha kwanza utaongozwa na matukio. Kama hakuna matukio, basi utakuta kwamba chati imegoma, ama ule uhusiano wa kawaida tunaofahamu umekugomea. Kwa hiyo sasa pale, maana yake sasa utaanza wewe mwenyewe kususpect sasa kwamba huenda kuna hiki hapa, huenda iko hivi. Kwa hiyo lazima utakuwa na cha kukuongoza kuweza kufanya hivyo. Yes, kwa kawaida kila siku unatakiwa ufanye cross asset examination uweze kuzipitia, lakini sasa sio kila wakati, kwamba kwa mfano kama mimi nikiamka asubuhi, kabla sijaanza kila kitu, utaratibu wangu ni kufanyaje? Ni kupitia chati zote. Ni kama leo nilikuwa nimesahau kwenye kalenda kwamba leo kuna benki holiday. Nimeamka sasa ile saa ngapi ile naingia sasa kwenye nani kuanza analysis, huwa naanza saa 12:30 asubuhi, natumia lisali moja mpaka ile saa 1:30 niwe nimeshapata majibu. Kwa hiyo sasa naanza kuzitazama yield, naziona zimefungwa. Sikuwa nimeanza na kalenda kwamba kuweza kunanii, na mara nyingi najua kwamba ah, kukiwa na holiday labda ni ya jioni ya USD, kwa hiyo asubuhi zinaweza zikawa zinafanya kazi, naitazama ili naiona imefungwa, naipitia ile ya pili naiona nayo nimeitazama ili ya miaka miwili imefungwa, ya miaka 10 imefungwa. Pale ndio ikabidi niende kwenye kalenda kwamba kuna nini, nikakuta Tokyo ina benki holiday China, alafu USD nayo itakuwa na benki holiday. Kwa hiyo pale pale nikaiahirisha siku. Kwa hiyo maana yake utaratibu wa kawaida kabisa umejiwekea kwamba nitazipitia. Kwa hiyo sasa katika kupitia unaweza ukakuta kwamba overnight kulitokea na kitu ambacho inawezekana hata ukijui. Kwa hiyo sasa ile analysis yako ya kila siku itakuongoza sasa kwenda kugundua sasa kwamba una nani, sasa kwamba ni kama kila siku, kama nyie madaktari, kwamba kila mgonjwa akija, madaktari sasa hospitali kubwa hawafanyi tu assumption kama wanavyofanyaga dispensary kwamba utakuwa na nani hivi.
mnaanza vipimo pale pale. Maana yake yani, hiyo ndio professionalism. The same sasa, huku napo unapotrade kama professional lazima uanze vipimo. Kwa hiyo unaanza vipimo, mambo yako sawa, unaendelea kutrade kawaida tu, lakini mambo hayaendi sawa kama tulivyoona, sijui ni ipi ile pale, kwamba yield unakuta haina correlation na USD ambayo tunaifahamu. Tayari unagundua kwamba hapa kuna shida. Kwa hiyo inawezekana kabisa hiyo shida wewe umechelewa kuipata taarifa yake, lakini masoko yatakuonesha. Kwa hiyo ni ishu, kujibu swali lako, ni ishu ambayo ni ya kila siku utaifanya, kwa sababu kuna matukio mengine yanachukua mwaka mzima. Hiyo hali inachukua mwaka mzima. Kwa hiyo sasa mpaka utakuja usahau kwamba je, bado lipo. Kwa mfano kama tukijaliwa kuna nini kukimbia, kuna case study moja tutaiangalia iliyotokea mwaka 2008 mpaka mwaka 2009, mwaka mzima pale. Kwa hiyo ukiwa na trade labda time frame ndogo, unaweza toka sahau kwamba kuna shida. Kwa hiyo ni ishu ya kila siku kaka. Hapo nimekuelewa ticha. Sawa. Kuna mwingine ana swali? Mwalimu, hapa mimi na swali kidogo. Yes, asante. Katika kumaki zile levels huwa nazingatia nini? Hiyo ni moja. Alafu ya pili, rudia swali, rudia swali. Nifikiri unanielezea katika kumaki zile levels, mfano hii previous high na lows, unavyozimaki vitu, yani nataka kujua kwenye kumaki pale ni vitu gani unaangalia kwamba hapa ilifika ni lows, hapa ni high. Alafu pili, katika acceptance quality pale tunasema inafanya retest, si ndio? Tuzingatie kuangalia ile retest. Je, kuna wakati sasa, wakati kendo ile imefunga, tuchukulie soko limefunga saa 6, tunazingatia ile kendo ilivyofunga ya mwisho, au tutaangalia ile open yake inafungukaje? Maana yake niliangalia jana ya day hapo naongelea ya day, au tuchukulie hata time frame ndogo, hata time frame ya ile ya dakika 15. Tumenoti ilianza hapa, iko low, imeshuka hadi kwenye low, sasa imevuka low. Kwenye kuvuka low ikaishia pale ambapo tumemaki, haijavuka mstari wa kwenda juu, kuonyesha kama kuna position shift. Cha kuzingatia pale ni kendo ile iliyofunga ya chini, au open range yake ya siku inayofuata. Sija kupata vizuri, unaweza ukaliuliza kwa namna nyingine. Mfano hii chart hapa, si umeiona hii mwalimu ulivyoiweka hapa? To mark high na lows hapa katika hii tu ndio iweka hapa. To mark high na low yake hapa tu, si ndio? Hapo kwenye hii range. Low ni hii hapa. Sasa tuchukulie kwenye hii low hapa, maanake low hapa tukiachana na hii hapa, low yetu ni hii hapa. Alafu tuchukulie ikaje high ni hii hapa. Tuchukulie hapa kwenye low, nitolee mfano wangu hapa kwenye low. Ndio.
ikaja kendo ikavunja. Kama hii ilivyofanya Ikaja hii. ikaja ikavunja, Ehe. kafungia chini kuonyesha kwamba kuna position shift. Ehe. Ilivyokuja close ya mwisho, kendo ya mwisho, tuchukulie hii ya day one, ikafunga kuonyesha kwamba kuna continuation, kwa maana kwamba haijavuka hii low. Tunachokuja kuzingatia, ikafungia chini au ikafungia juu? Ikafungia chini. Chini ya mstari hapa kidogo. Sasa nachouliza hapa, siku ya pili inayofuata tutazingatia hii kendo iliyofunga leo au tutasubiria itakavyofunguka siku inayofuata? Ndo swali langu lilikuwa nataka kujua. Ambapo sasa maana yake sisi tunaenda maana yake siku ya pili si ndio tunaanza kutrade sasa? Siku ya pili ndo tunaanza kutrade. Tutakapoanza kutrade ile dealing range, japokuwa swali lako ni la technical, dealing range ni hapa, kendo hii hapa, hii sasa, sorry, hii nitaiwekea mimi dealing range yangu hii hapa. Tayari umeona kuna lower boundary na upper boundary, hiyo hapo. Maana yake sasa siku itakayofuata, maana yake sita trade kwa D1, nita trade kwa time frame ndogo sasa. Kwa hiyo sasa inategemea sasa itakapoanzia, labda inaweza ikaanzia hapa kwenye M5 sasa, hapa labda time frame ndogo sasa. Maana yake tayari tuna high na nani, sio hii huku tena. Mimi intraday dealing range yangu ni previous day. Hii hapa. Sawa. Umenipata? Nimekupata. La kwanza ilikuwa kama la kwanza kwenye kumaki hizi high na lows. Nilisha kujibu lenyewe, si ndio? Hilo la kwanza ulikuwa bado hujanijibu. Unachozingatia ni nini? Siri hapa tumemaki. Nizingatia low kwamba iko ya chini na hii hapa ya juu. Lakini pale penye range issue ni kwamba unazitaka zikusaidie nini kwanza? Nachotaka inisaidie, mfano ni kujua, mfano kama tulivyokuwa tunaangalia nini Asian session, previous yake ilikuwaje, high low ikoje, inapokuja kuanza London session, sawa, New York session. Tuchukulie hii ni time frame ndogo na hii range ni ya Asia, si ndio? Maana yake tulichokimaki tumemaki hivi, hii ni Tokyo low, Tokyo high. Sasa tuseme hii ndio London imeopen, hii imekuja imeichukua Tokyo low tayari hapa, imeigusa Tokyo low. Tuseme hizi ni time frame ndogo. Maana yake sasa tayari hapo, maana yake imetupa taarifa kuhusu range ya Tokyo imefanywaje. Maana yake imegusa ikareject ikarudi juu, lakini bado. Maana yake sasa hapo tunachohitaji sasa kwamba kama kweli ime reject, pattern sasa zianze kuumbika, structure ianze kuumbika juu ya hii Tokyo low, ndipo sasa uweze kuingia kuanza kubai kutarget high huku. Sawa, hapo nimekuelewa. Umenipata Lakini yasikusumbue kwa sababu sio mada yake, na tutakuwa maana yake sasa kinachofuata sasa baada ya kumaliza hizi case study, kinachofuata ni hayo mambo, maana yake tutaenda nayo mpaka
mniyaelewe sasa, mpaka bwana mniambie bwana ticha, hapa tumeshamalizana sasa bwana, hebu tuache sasa tukaishi nayo sasa. Nafikiri inaweza ikatuchukua kama wiki mbili hivi. Technical sio ndefu, ni nyepesi sana, kwa hiyo enyewe hata isiwawazishe, maanake tuna kama wiki mbili mbele kuhitimisha kozi yetu, na hiyo nimeweka maximum. Umeeleweka. Jana alikuwa najua Dennis alishahitimu. Dennis alikuwa anasoma SS. Dennis alikuwa anasoma peke yake. Jana akatuma matestimoni, anashukuru sana technical inavyombeba yani. Technical. Yani anashukuru sana. Ila kwa kweli mwalimu, kwa mtu ambaye amesoma sentiment yako akafuatilia na vile ulivyokuwa unatuelekeza mifano yako ile tukikazia kidogo kwenye hizi session ya Asian, jinsi ya kumike high lows, ama mtu ambaye soko litamsumbua. Kuna unyama huko mwingi sana hapo. Naambia nyie andaeni mitaji tu kuanzia mimi nitaanza kwenye signal kwanza, katikati ya mwezi ujao hivi mtakuwa tayari, yani mtanali. Sidhani hata kama utahitaji signal, maana yake utakuwa ni competent, na labda kama tu kwa ajili ya kuangalia kwamba nani mimi nafanyaje, ila wewe mwenyewe unaweza ukamaliza ukaanza na kutoa signal kwa wengine. Nina uhakika na nyie, na nina uhakika na kazi yangu. Nikisema na uhakika na nyie, manake na uhakika zaidi na kazi yangu, kwamba lazima nitawaelewesha kwa sababu tumeanza mbali. Nasema amen na iwe hivyo. Sawa, tuendelee sasa. Japo sikumbuki vizuri jana tulifika mpaka wapi, lakini tujaribu kulikepu tu kwamba tulifika hii case study ambayo ni ya Machi 9 hadi Machi 23 mwaka 2020, ambapo sasa tulitazama DXY. Ile ya kwanza tulitazama time frame ndogo M15. Hii tunatazama time frame kubwa ya mwanzo, alafu case study ya mwisho tutatazama ya wiki, ili tuwe tumezimaliza time frame kwa ukubwa wake. Kwa hiyo hii hapa tulitazama asset 4, yield 2, gold na DXY, ambapo sasa tulianza katika hatua ya kwanza kabisa, tukawa tumefungua sasa na kutazama namna gani ziliweza kuonekana, kwamba DXY ilionekanaje, gold ilionekanaje. Yes, naanza kukumbuka. Tulitazama DXY imefika, ngoja tuirudishe nayo, sijui kama tarehe zake itakuwa bado inakumbuka au imeshazipoteza. Tulitazama DXY tukaiona kwamba yenyewe ilipanda sana, tukaiita kwamba case study yetu nini, cash ndio ilikuwa king 2020 ni 2020. Tukaona kwamba kulikuwa na uhitaji wa keshi kwa kiwango kikubwa sana Machi 9. Hii hapa tulitazama
tukaiona kwamba ilipanda katika awamu mbili. Ya kwanza ilipanda kawaida, kisha kuanzia hapa ikaanza kama ikaanza kuonyesha ile sense of urgency. Pullbacks zikawa hakuna, yani maana yake wanabai juu kwa juu, yani kwamba kendo hazishuki tena kama ilivyokuwa hapa. Tukaona kwamba kuanzia hii kasi iliongezeka sana, na tulipokuja kuitazama goldi sijui na yenyewe itakuwa au sio goldi hii. Yes, goldi bado imetunza kumbukumbu zake. Tulipoitazama goldi nayo ilishuka katika wakati DXY inapanda, goldi ilishuka. Yield moja hatujaifungua, yenyewe tarehe zake haijazibakiza. Mwaka 2020 mwezi wa 3 tarehe 9. Hapa tuliona zilikuja zikakataana kwamba yenyewe haikupanda kama ambavyo DXY ilikuwa imepanda. Nafikiri tumeshaziangalia zote mpaka hapo, ambapo za case study yetu ambayo tuliita Cash is King regime. Tuliona kwamba katika mazingira ya kawaida tunavyofahamu kwamba DXY ikipanda yield zinapanda nazo, na DXY ikishuka yield zinashuka nazo. Lakini hapa tumeona DXY inapanda sana, yield haionyeshi, yield ya miaka miwili haionyeshi hiyo nguvu, yield ya miaka 10 pia na yenyewe haionyeshi, ila gold inashuka kwa nguvu. Maana yake tayari nikasema kwamba tunapata divergence ya muhimu sana. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba kama DXY inapanda lakini yield hazisapoti kwa kiwango hicho, je, nguvu ya DXY ilikuwa inatoka wapi? Ambapo tukajibu kwamba DXY kwa trader ambaye hajui undani wa haya mambo angeweza kuona kwamba market tu ni bullish, lakini sisi tukasema kwamba inatupeleka kwenda kujiuliza kwa nini ni bullish, ili iweze sasa kuuliza kwa nini ni bullish, ndio inatupeleka kwenye institutional reality. Ukitazama goldi, ngoja tuirudie goldi, si ni goldi hii. Ukitazama goldi, ilianza kushuka kutoka hapa kwenda mpaka 14.51. Kumi na nne hamsini
na moja ambayo haikuwa ni retracement ya kawaida, ilionekana kabisa ni liquidation. Kumbuka wakati huo uncertainty ilikuwa ni kubwa sana, fear ilikuwa ni kubwa, equity market zilikuwa zikishuka kwa nguvu. Katika mazingira kama haya, trader asiyejua sentiment ama market behavior angeweza kuona kwamba fear ni kubwa, kwa hiyo gold itapanda kwa sababu gold ni safe haven. Kwa nini? Kwa sababu market haikuwa inatafuta safety, bali ilikuwa inatafuta keshi, na tulisema kwamba keshi ndiyo huwa ina override, liquidity ina override. Kwa hiyo issue haikuwa ni usalama. Ingekuwa ni usalama, gold ingepanda. Hapo ndipo concept yetu ya forced liquidation inapoingia. Nikakwambia kwamba fikiria kama fund manager. Ukiwa fund manager, unaona stocks zinaporomoka, risk department inakulazimisha kupunguza exposure kwa sababu investor wanataka fedha zao. Maana yake utatakiwa kufanyeje? Ubuy gold? No. Kwa sababu gani? Kwa sababu kinachohitajika ni USD cash. Kwa hiyo utalazimika kuweza kuuza aseti zako ulizonazo. Manake utauza stocks, utauza commodities, utauza kila kitu kinachoweza kuuzwa ili kuweza kuraise keshi. Ndiyo maana DXY tulione ikiwa inapanda sana. Haikupanda kwa sababu ya nini? Ya yield advantage. Ilipanda kwa sababu ya demand ya keshi, demand ya dola. Nikakwambia sasa tufanye observation. Nikakwambia tunza kama kumbukumbu kwamba DXY inaweza kupanda bila sapoti ya yield, bila yield support, wakati market inahangaika kutafuta USD liquidity. Kwa hiyo usitegemee kwamba kwa sababu yield hazipandi basi DXY ama USD itashindwa kupanda. Kwa hiyo inawezekana kabisa DXY ikapanda, lakini yield haziungi mkono hiyo direction ama huo haziungi mkono hicho kitendo cha DXY kupanda, kwa sababu si kila kupanda kwa DXY ni nini? Ni kwamba ni sababu inatokana na monetary policy, kwa sababu tunafahamu yield ya miaka miwili ina reflect monetary policy. Kwa hiyo sio story ya nini, ya monetary policy, kwa sababu kama ingekuwa ni monetary policy zingefanya alignment, lakini kukataana maana yake ni issue nyingine, na hapa obviously liquidity story. Hatua sasa inayofuata, hebu tuitazame tena DXY hiyo hiyo kama ambavyo tulifanya jana.
tujikumbushe kwamba hii sasa, hii hatua kwamba kuanzia sasa hapa Machi 16 hadi inapokuja kumalizikia, je, tulisema kwamba ilipanda kwa mfumo gani? Tukaona kwamba ilipanda kwa sense of urgency. Haikuwa inapanda kwa utaratibu wa kawaida, kwa sababu kubwa wa candles ulizidi za mwanzo kama ambavyo tulipima, lakini kulikuwa na mfululizo, kulikuwa na speed ya movement. Kwa hiyo fezi ya kwanza hii ambayo tuli highlight hapa, ambayo ni Machi 9 mpaka 13, maana yake wiki ya kwanza DXY ilipanda. Nikakwambia kwamba ingeweza kutafasiriwa tu kwamba ni mpando wa kawaida, watu wana buy to USD kama kuongeza exposure ya USD, lakini haikuonesha kwamba ni paniki. Kwa hiyo sentiment ya kwamba hapa bwana kuna paniki, kuna fear haikuwepo, ila kilichotokea Machi 16 hicho ndicho kinachovuta attention zaidi, kwamba baada ya fezi ya kwanza kumalizika, ungeweza kutarajia labda market labda ifanye retracement, irudi chini, ama ifanye tu consolidation, lakini badala yake iliprinti bearish candle moja tu hapa, kisha ikareject, imekuja mpaka huku, kisha ikareject, ikageuka tena kwa nguvu kabisa, na mshike ndipo kaanza. Hii ni dalili muhimu sana. Kwa lugha ya Kim tunasema kwamba dimandi haikuwa imetosheka. Maana yake waliokuwa wanaitafuta USD waliitaka tena kwa zaidi. Kwa hiyo fezi ya pili ambayo ni Machi 17, hii 17 hapa hadi 20, sasa hapo ndipo urgency inaonekana. Kwa hiyo tumekuja huku kufanya case study, tuone sasa urgency zinaonekanaje, fear zinaonekanaje. Maana yake hapa ndipo urgency inaonekana macho kwa macho. Kwa sababu gani? Bullish candles tunaziona zikiwa ni kubwa kubwa zaidi kuliko fezi ya kwanza. Ukizitazama, hata kama tukiamua tuikuze chati yetu, unaziona kabisa ni kubwa kubwa kuliko hii fezi ya kwanza ambayo haikuwa na urgency. Maana yake hii ni taarifa muhimu sana, kwa sababu urgency huonekana kupitia speed, kupitia distance, kupitia follow through, kupitia kupungua kwa retracement, pullbacks kwa tukisema. Maana yake urgency haionekani kwa direction peke yake, inaonekana kupitia matendo yaliyobebwa na hiyo direction. Kwa hiyo trader wengi wasingeweza kukigundua hiki, kukinotisi hiki, wangeona tukana kwamba ni direction moja kuanzia huku mpaka huku. Lakini kwako wewe unapaswa uitazame, uwe ukifanya diagnosis, analysis za karibu sana kuweza kugundua vitu kama hivi. Pale trader wa kawaida, typical retailer, anapoona direction, wewe una analyze hiyo direction katika mfumo kama huu, ili kuweza kuona quality ya movement. Hapa tumegundua kwamba
kulikuwa na taarifa mbili. Taarifa ya kwanza hii hapa, alafu taarifa ya pili hii hapa. Kwa hiyo swali la kujiuliza kwamba kama market ilikuwa bullish USD kwa sababu za kawaida tu, kwa nini fezi ya pili iwe na nguvu kuliko fezi ya kwanza? Kwa nini buyers warudi na aggression kubwa zaidi? Kwa jibu letu ni kwamba kwa sababu market ilikuwa imeingia kwenye hali ya nahitaji USD sasa. Nilikwambia nahitaji USD sasa, na sio ningependa kuwa na USD. Hizo ni psychology mbili tofauti. Kwa hiyo tukasema Kim principle ni kwamba kuna tofauti kati ya normal positioning ambayo inakuwa imebeba nini, kwamba naongeza USD kwa sababu naona fursa, naona opportunity, au forced positioning. Normal positioning na forced positioning zina tofauti. Forced positioning ina psychology gani nyuma yake? Nahitaji USD sasa. Issue sio opportunity. Issue unakuwa umefosiwa kufanya matendo yanayokupa keshi. Ndio sasa pale kwamba unajikuta sasa unauza aseti zako nyingine ili kuweza kuraise keshi, kwa sababu investor wanaitaka hela yao. Kwa hiyo market inapofika kwenye forced positioning, speed huongezeka, pullbacks hupungua, volatility huongezeka, correlation sasa zinavunjika. Tumeona correlation ya DXY na yield zimevunjika.